Nilivyoongea naye nilijua labda leo hataongea sana kwa sababu alishanielezea, lakini mmeona shughuli yake na hapa alivyoongea vile. Na wakati tunaingia hapa ameshaomba appointment nyingine ili kuendelea kukoleza yale mambo yanayohusu wilaya yenu ya Siha. Kwa hiyo niapokee kwa ujumla wake yote ambayo Mheshimiwa waziri wetu Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo ameyabainisha, na nitaleta waheshimiwa mawaziri watakuja kuelezea. Na mapendekezo yale yaliyoyatoa kuhusu kumaliza mgogoro tunakubaliana nao, na tutawaongezea na waheshimiwa mawaziri wa sekta baada ya timu ya mkoa na wataalamu kukaa, na mawaziri wa sekta watakuja ili serikali iweze kutekeleza jambo hilo. Kwa hiyo tumeipokea. Rai yangu kwenu, kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema, tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuwa wamoja, tutajadiliana kitu kimoja baada ya kingine ili tuweze kumaliza migogoro hiyo ambayo inahusisha masuala ya ardhi. Lakini mimi niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais, kama ambavyo naibu waziri wetu wa TAMISEMI amesema. Mheshimiwa Rais amewatendea haki wa Tanzania kwa kuwatengenezea watoto wa Kitanzania urithi wa aina hii. Fikirieni shule za aina hii ziko kila mkoa, na kwenye kila mkoa hakuna ambako wanafunzi wamekosekana. Sasa fikirieni zisingekuwepo hao watoto wangekuwa wapi? Amejenga shule hizi kila mkoa maalum kama hii ambayo tumeiona hapa, na amejenga shule zingine kwa upande wa watoto wa kiume 7 kwenye kanda zetu, na zingine za kawaida kupunguza usumbufu kwa watoto ambao walikuwa wanatembea mwendo mrefu. Kama hivi tumetoka kuzindua moja pale Hai, ziko zaidi ya 1300, na shule za msingi zaidi ya 2700, madarasa zaidi ya 1079. Hivyo kwenye afya tulikuwa na wilaya hazina hospitali za wilaya. Ndani ya kipindi chake amejenga zaidi ya hospitali za wilaya kwenye wilaya 119. Vituo vya afya kwenye makao makuu ya tarafa 649. Zahanati zaidi ya 2800. Lakini hivyo kwenye sekta za uzalishaji ikiwemo miundombinu ya umwagiliaji, kukiwa na zaidi ya miradi ya umwagiliaji 780. Hivyo kwenye sekta ya mifugo ambako kumekuwepo na hatua kubwa, na waziri wetu wa mifugo wa zamani yuko hapa, anatambua kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye mifugo. Sasa kabla sijaenda kwenye kuwasikiliza wazee wetu, niseme mambo mawili kwa watoto wetu. Kwanza, kwa ukubwa wa ukumbi huu, Madam Headmistress, kama inakupendeza na inaenda sambamba na kanuni zako, niwape ofa wanangu hawa TV kubwa hapa ambalo watakuwa
Inakubalika. Madam Headmistress amekubali. Ili itumike wikendi na siku Mheshimiwa Rais analihutubia taifa na ninyi muweze kumsikiliza. Lakini pia kwa heshima ya tunavyoheshimiana na mbunge wenu, na kwa sababu Kwaresima inaendelea na mwezi mtukufu, nitawaletea tende na mchele ili watu wasifikiri kwa ugali. Haya wanangu, kwa sababu mmefurahi sana, kwenye TV naongeza kubwa moja na ndogo mbili. Aya, asanteni sana. Kilimanjaro Girls oye! Aya, asante sana. Aya, mpeni mic. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote kama mlivyotambulishwa kabla, wanafunzi wenzangu pamoja na wananchi, itifaki ikiwa imezingatiwa, nashukuru kunipa nafasi ya kusimama mbele yako siku hii ya leo.
Nashukuru kwa vyote ulivyotuahidi kama wanafunzi, lakini nilikuwa nina ombi moja. Mimi kama binti na sawa na hao wote tuna ndoto kubwa, tuna malengo makubwa. Nilitamani kusikia ukiongelea chochote kuhusu Mama Samia Scholarship, kwa sababu nikiangalia binti kama mimi nina ndoto kubwa, ninatamani kufanya vitu vikubwa. Ninatamani siku moja na mimi kukomboa taifa langu, Afrika kwa ujumla, lakini kupata nafasi ya kusimama kama wewe. Hivyo naomba uongelee kuhusu Mama Samia Scholarship kwa nafasi za kwenda nje ya nchi, kwa kuwa nina ndoto kubwa. Asante. Asante. Tumekuja na Mheshimiwa Waziri wetu wa Elimu. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, tulipanga tuongee mwishoni baada ya kusikiliza wazee wetu, lakini tumeanza na ya watoto. Karibu tuambie Mama Samia Scholarship, ambapo kwa sasa hii sio hadithi. Kwa sasa tayari vijana wa kwanza waliofanya vizuri wanakwenda Europe. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nafurahi kwamba vijana wetu, mabinti zetu wameuliza hilo. Tuna maelekezo maalum kutoka kwa rais wetu kuweka vivutio, watoto wetu, mabinti zetu, vijana wetu wasome masomo ya sayansi, kwa sababu nchi haiwezi kuendelea bila sayansi. Hatua ya kwanza iliyofanyika ambayo ni vizuri mkaifahamu ni kwamba hata mkopo wa elimu ya juu, kati ya vigezo vinavyotolewa ni kufanya vizuri kwenye sayansi, kwenye mkopo. Lakini mkopo ukipewa lazima urudishe, na mikopo imeongezwa kutoka bilioni 464 mpaka trilioni 1 sasa hivi. Lakini zaidi ya hapo, tutulie tu, sasa tuna Samia Scholarship za aina mbili kwa wanafunzi takriban 1000 wanaofanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi kila mwaka, wanaofanya vizuri kuliko wengine wote kwenye sayansi. Endapo watachagua kwenda kusoma vyuo vikuu, wasome ama hisabati, tehama, sayansi asilia, yani maana yake kama chemistry, microbiology, biotechnology, wasome uhandisi au elimu tiba, yani kama medicine, pharmacy. Kama utaenda kusoma masomo hayo na umefaulu vizuri sana, kati ya Watanzania waliofanya vizuri kama 1000 hivi, hakuna kigezo kingine chochote kinachoangaliwa. Unasomeshwa na serikali kwa 100%. Sio mkopo. Hurudishi hizo hela. Utapewa kila gharama yote ya kusoma, hata laptop utapewa kwa ajili ya kwenda kusoma. Kwa hiyo ukifanya hivyo, kwa hiyo moja, fanya vizuri sana kwenye taasisi za sayansi, yani combinations za sayansi. Hakikisha uko katika wale bora 1000, takriban 1000. Lakini pili, uombe kusoma hapa nchini, usome degree ya hisabati, hesabu yani mathematics, au usome ICT, tehama, au usome science, yale masomo ya sayansi, hard science, ambayo ni kama chemistry, biology, physics na kadhalika, au microbiology, biotechnology na vitu kama hivyo, au kasome engineering, uhandisi, au kasome medicine au maeneo ya medicine kama pharmacy na kadhalika. Uhakikishe kwamba unamwambia mzazi wako, sasa baba nakushukuru, mama nakushukuru, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ananichukua mimi, nitasoma degree ya kwanza kwa gharama zote mpaka nimalize. Hiyo ni moja. Lakini sasa hivi kwa mwaka huu tumeanza na wanafunzi 50 waliofanya vizuri kuliko wote kwenye taasisi, yani combinations za sayansi, lakini mle ndani kuwe na advanced mathematics. Mmemsikia Waziri Mkuu anazungumza mambo ya trigonometrics, si ndio? Mambo kama hayo. Waliofanya vizuri sana kwenye sayansi na humo ndani kuwe na mathematics. Kwa hiyo PCM eligible, PGM eligible. Kama huna mathematics huwezi kuingia, kama huna advanced mathematics. Kwa wanafunzi 50 kwa mwaka huu waliofanya vizuri kuliko wote, tuliwaomba wale wanafunzi
na tukaomba na niseme ile Samia Scholarship, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakuomba wewe, maana tunatangaza listi, tunakuomba uombe ukubali kuja kuchukua Samia Scholarship. Yaani tunakutafuta, tutakupigia na simu, tutakuita uje ujue ulivyo muhimu. Na wale waliofanya vizuri 50 tunatangaza majina, alafu tunakutafuta, tunaongea na wewe na mzazi wako. Tunakuomba ahirisha mwaka mmoja kwenda chuo kikuu. Tunakupeleka Nelson Mandela African Institute of Technology Arusha. Chuo kikuu hapa waziri mkuu anatembelea pale. Ukifika pale unakaa kwa miezi 10. Wakati mwingine chini ya miezi 10. Pale tutakufundisha mambo mengi ya kwenda kuishi nje ya nchi. Tunatafuta fursa, mnaenda kwa vikundi kwenda kusoma nje ya nchi. Mwaka huu tumeshapeleka wanafunzi 16 Johannesburg, first degree. Sio masters, first degree. Wamepanda ndege, wamesindikizwa na maprofesa, wamepokewa na balozi wetu Pretoria, wamepelekwa chuo kikuu, wamepewa accommodation, wanapewa pocket money, wanaishi, wanaanza kusoma. Humo watasoma kitu kinachoitwa data science, vitu vinavyoendana na artificial intelligence, kwa lugha akiliunde, kwa lugha rahisi, vitu vinavyoendana na kompyuta. Wengine 34 wako pale Nelson Mandela. Mheshimiwa Waziri Mkuu kesho atapiga nao picha. Wataondoka, wataenda Island. Yaani unapanda ndege yani. Yaani unapanda ndege. Ndege yani. Na utasindikizwa kutoka hapa 34. Unaenda Dublin, unatoa kwenye ndege, unakutana na wazungu. Utapokewa na balozi wetu wa London. Utapelekwa chuoni, utapokewa, unapiga shule. Kwa hizo ndio fursa ambazo zipo. Dawa yake moja tu, usome kwa bidii. Kama una uwezo usipuuze, soma kwa bidii kabisa, hakikisha kwamba unafanya vizuri. Sawa mabinti zetu? Sawa jamani? Wakati nawaga wale 16 wanaenda Afrika Kusini na hao wengine 34, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuomba sana, kesho utakutana nao. Lakini kabla hawajaondoka nitaomba upate nao dinner au lunch. Wewe uwaage sasa, kwa sababu wale ni kundi kubwa. Ukienda kule utasoma vizuri, ukimaliza, kwa mfano ukienda Ireland, ukienda Johannesburg, unafanya na kazi wakati unasoma. Yaani sio kazi ya kulipwa. Kama unasoma kompyuta utafanya kazi kwenye makampuni makubwa ya kompyuta. Sawa jamani? Mwakani ndoto yetu ni kuongeza idadi kutoka 50, lengo labda kufika kama 200. Kuna mambo mengi tunajaribu kufanya, kuchanganya na scholarship nyingine, alafu tutaendelea kufanya hivyo. Hayo ni maelekezo ya mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hayo ni maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio amejenga shule hizi, ameagiza kwa sababu anataka Tanzania ipate wanasayansi wa kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sidhani kama muda unavyoenda kama nitaongea tena, nisema maneno mawili tu kidogo ya kumalizia. Moja ni kushukuru tena kwa kuja hapa. Nafurahi umeongea na hao mabinti, umewatia shime, waendelee vizuri. Ziara yako kwa kweli imekuwa nzuri sana mkoa wa Kilimanjaro. Na mshukuru sana na nimpongeze mkuu wetu wa mkoa. Sijasema, lakini umeona mwenyewe. Sina haja ya kusema sana. Sisi wote wilaya zote tunaona uongozi wake. Na wakuu wetu wa wilaya, na nimtaje mkuu wangu wa wilaya ya Rombo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, amekuwa na wewe kila mahali, kila jimbo ulioenda. Mheshimiwa Raymond Magwa, kama walivyofanya madiwani, lakini nisamee kidogo nimtaje bosi wangu pale wilayani ambaye anatulinda vizuri sana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hapa Kilimanjaro, ukiacha elimu, mambo ya elimu yalienda TAMISEMI, Kilimanjaro imepokea bilioni 84. Kikuletwa ile pale ulipokuwa umesimama pale ile njia kwenda ndani, kuna sehemu inaitwa Rundugai. Kuna kituo cha Arusha Technical College. Pale ni Center of Excellence. Pamewekwa hela pale. Chuo cha ushirika tumepeleka hela pale. Tuna VETA 5 Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moja iko hapa, imejengwa kwa ajili ya shughuli hizo. Kwa kweli mkoa wa Kilimanjaro umenufaika sana. Tunakushukuru umekuja, unasaidia kutangaza mafanikio ya serikali yetu, mafanikio ambayo ameleta Dr. Samia Suluhu Hassan, na wewe ni msaidizi wake mkubwa katika usimamizi wa shughuli za serikali. Sasa napiga moja, nisikie watoto kama mtapiga ile bashasha yenu ile. Dr. Samia, oye. Yaani nahisi nitarudi tena hapa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, nilisema utakaposimama utawafafanulia na varieties za elimu ya juu jinsi ambavyo Yes, sasa hivi chini ya uongozi wa rais wetu tuna vyuo vingi zaidi hapa nchini. Wakati sisi tunajiunga chuo kikuu, wakati ule ukisema chuo kikuu anajua Dar es Salaam, lakini kulikuwa na Sokoine. Sasa hivi tuna vyuo vikuu nchi nzima. Hapa
hapa Kilimanjaro chuo kikuu cha serikali ni kinaitwa chuo kikuu cha ushirika, lakini ni serikali masomo yote. Na humu ndani kuna chuo binafsi, kuna chuo cha Mwenge cha kanisa. Arusha kuna Nelson Mandela African Institute of Technology, lakini hakichukui degree ya kwanza. Kile kinaanza masters kwenda juu. Na hata hivyo kesho Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna wanafunzi wa masters wa Samia Scholarship Extended watakuwa wamesharipoti shuleni, pengine utapata fursa ya kuwaona. Kuna chuo kikuu cha Mbeya University of Science and Technology. Kila kinachukua first degree. Na vyuo vingine vingi hapa sasa hivi ya serikali ndio vingi zaidi, takriban full fledged university ni 12, lakini vina matawi chungu mzima. Na vyuo binafsi. Sasa hivi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mradi ambao aliagiza waziri wa fedha aongee na Benki ya Dunia. Waziri wa fedha, hivi mnamkumbuka alikuwa nani kweli? Alikuwa nani? Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, mnakumbuka Yeye aliagizwa na rais wetu aongee na Benki ya Dunia. Tukapata fedha takriban Tanzania, fedha za Kitanzania trilioni 1 kwa ajili ya kujenga kampasi kwenye mikoa mingine yote ambayo haina kampasi za vyuo vikuu. Kwa mfano, Tabora wanajenga kampasi ya chuo kikuu, Tanga wanajenga, Mheshimiwa ameweka jiwe la msingi, Lindi wanajenga kampasi ya chuo kikuu, Kagera wanajenga kampasi ya chuo kikuu. Kwa hiyo fursa za kusoma vyuo vikuu zimeongezeka sana. Jitahidi, labda ushindwe mwenyewe. Utashindwa kweli? Mtashindwa. Wakati naaga wala wanafunzi 16 Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna binti moja inaitwa Monica. Sio Monica. Monica aliongea sana, mwingine simkumbuki jina. Alimuuliza, ukienda Johannesburg, wenzako akikushinda darasani utafanya nini? Akasema sishindwi. Tutasimama na wao na tutawashinda darasani. Na nyinyi mnasemaje? Mnaweza mwezi. Sasa kuna vyuo vya katikati ambavyo ni vocational kind, ambavyo vinatoa degree ambayo ni vocational. Kwa mfano, Dar es Salaam Institute of Technology wanatoa degree katika taasisi ya elimu ya juu, lakini sio chuo kikuu. Nako kule kuna diploma na degree zinatolewa sasa hivi mikopo kwa mara ya kwanza. Tumeanza mwaka jana nadhani, baada ya waziri wa fedha wakati huo kututangazia kwamba rais wetu ameagiza kutoa mikopo. Kwa hiyo fursa ni nyingi. Wanasema sky is the limit, but for you sky should not even be the limit. Jitahidini, msimwangushe rais wetu, msiwaangushe wa Tanzania wanaolipia gharama za masomo yenu. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Aya, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Sasa tunapohamia kwenye kuwasikiliza wazee wetu, na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI tulitajiwa kwamba na yupo na mwalimu ambaye amefanya vizuri sana, the best performer kwenye field yake. Yuko wapi? Apunge hata mkono na yeye. Mheshimiwa mbunge wakati anaongea alisema hivyo. Yuko wapi mwalimu? Yule pale. Basi Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, unaweza ukampeleka akatembelea hata Arusha National Park kwa kazi nzuri anayofanya. Au Kilimanjaro National Park. Mpeleke hata Kinapa tu. Sasa tuwasikilize wazee wetu. Yule mamangu yuko wapi yule? Yule aliyekuwa. Haya, alafu wale waliokuwa na mabango wako wapi? Mama yule pale, kusogea mbele hapo. Yule pale, sogea hapo, sogeni mlangoni huko. Huyo atakuja kusikilizwa hapo, msimsumbue. Mrudisheni vizuri kwenye kiti. Katibu mmoja akamsikiliza yule mwenzetu ambaye ana tatizo lile. Sasa tungeanza na wachache tu ili msikinge. Tuanze kwanza nao hapa. Tuanze kwanza nao hapa. Sasa kitu kimoja tuelewane mambo mawili. Nisikilizeni basi, tuelewane mambo mawili. Jambo la kwanza, nimeona wale ambao mmeandika kuhusu mgogoro wa ardhi. Hebu anyoshe mkono wale ambao wanahoja hiyo ardhi. Bango la ardhi.
Bango la ardhi, Mheshimiwa mbunge ameielezea vizuri. Lile la ardhi, mgogoro na mwekezaji, mbunge ameielezea vizuri na tumeshaweka mwongozo wa namna ya kuisikiliza. Kwa wale wenye lile bango la ardhi, wanaweza wakaenda pale nje waandike majina yao, ili siku tutakapoita ile timu na wenyewe washiriki. Wale walioongelea hiyo kero ya ardhi, wekeni majina, ili siku wataalamu wetu watakapokaa na ninyi muwepo kwa ajili ya kutusaidia taarifa za ziada. Haya, tuanze na yule mama. Hebu tuanze na yule bango lile bango la shule lile bango la madai lile. Hebu njoo tuambie. Twendeni kifupi kifupi, kwa sababu mkutano unatakiwa uishe kabla ya saa 12 kamili. Hebu tuambie hilo likoje? Mheshimiwa Waziri, huyo aliyekuwa na lile bango. Sogea hapa. Huyo. Mheshimiwa Waziri, mimi pamoja na wenzangu tulifanya kazi ya kujenga, tulikuwa tuna supply material katika shule ya amali iko Ndumet. Mheshimiwa Waziri, mkandarasi alilipwa fedha, lakini hakuna mzabuni wala mjasiriamali yote aliyekuwa anahudumia pale amelipwa chochote. Madai tunayodai ni takriban milioni 400 kwa watu wote tunaodai pale. Iko wilaya ya Siha. Iko Siha? Ndio. Huyo mkandarasi yuko wapi? GNS Construction. Yupo hapa? Hapa hayupo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko wapi? Unalijua hili jambo? Hebu mpe mic, likoje hili? Pole sana, nimeona umefunga mkono. Likoje hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyo mkandarasi aliingia full contract na halmashauri, na alipolipwa fedha yeye hajawalipa wale ambao walikuwa wameingia nao mkataba kwa ajili ya kufanya kazi shughuli za ujenzi au kwenye sehemu ambako alichukua vifaa vya ujenzi. Na imeshafanyika, kuna baadhi ya watu wameshampeleka mahakamani, lakini pia na sisi tunataka baada ya muda aweze kuletwa hapa baki kutokea Dodoma aweze kuja kumalizana na hawa watumishi. Fedha ya mradi imeshalipwa yote? Hapana, kuna nyingine imebaki haijalipwa. Bado haijalipwa yote? Ndio. Sasa fedha nyingine inayosalia ilipwe pasu kwa pasu. Mnapomlipa yeye, fedha nyingine inaenda kuwalipa moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye malipo yanayofuatia, muiteni msaini addendum hiyo, asije akasema mmekiuka mkataba. Muiteni asaini addendum kwamba fedha inapolipwa ya kwake inalipwa moja kwa moja na subcontractors. Samahani Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba huyo mkandarasi sasa hivi alishavunjiwa mkataba, kwa hiyo sasa hivi ametafuta mwingine kwa ajili ya kuendeleza hiyo. Alishavunjiwa mkataba, hayupo? Amevunjiwa mkataba. Basi jambo la aina hiyo atafutwe. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hebu mtafuteni. Kamanda wa polisi yuko wapi? Mkurugenzi, una jambo la ziada? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kama alivyosema mkuu wa wilaya, halmashauri iliingia mkataba na mkandarasi GNS Construction Limited Company tarehe 4 mwezi wa 6, na tayari tulishavunja mkataba tarehe 20 mwezi wa kwanza, na kwenye final account yule mkandarasi anaidai halmashauri milioni 1,500,000 tu baada ya ile kazi kufanywa tathmini sehemu ambazo zina mapungufu na kukata retention na kazi zote. Kwa hiyo kiasi anachokidai halmashauri ni milioni 1,500,000 tu. Asante. Zipo fedha anazodai milioni 1,500,000 tu kufuatana na kazi ambayo amefanya? Ndio, milioni 1,500,000. Sasa muiteni msaini addendum kwenye fedha ambayo bado iko halmashauri. Kateni 400 walipeni hao. Samani Mheshimiwa Waziri, anadai milioni 1,500,000 tu. Milioni 1,500,000 tu. Nilisikia bilioni 1.5. Hapana.
Mkataba ulikuwa na bilioni 1.7. Sasa kama fedha, ndio maana nilisema fedha ameshalipwa. Kwa hiyo fedha alishalipwa na hajawalipa subcontractors waliofanya kazi. Anakaa wapi? Anakaa Dodoma. Kamanda wa polisi, ongea na mwenzako wa Dodoma, kesho aletwe Kilimanjaro. Kesho aletwe Kilimanjaro na msainiane analipa lini hiyo fedha. Hatuwezi tukawa na watu huku wanauziwa vifaa vyao, wanauziwa nyumba zao, kazi walishafanya, alafu yeye fedha ameshalipwa, hajalipa wenzake ambao walifanya nayo kazi. Mwambieni ajisalimishe. Kama hata ajisalimisha, kamanda, ongea na kamanda mwenzako aletwe mara moja hapo. Na hili si jambo la hii kazi ilishaisha ndani ya mwezi mmoja, au ameshalipa hiyo fedha ya watu waliofanya kazi, kwa sababu fedha ambayo alitakiwa kuwalipa wa subcontractors alishalipwa. Na waheshimiwa mawaziri mnaosimamia hii mikataba, nitoe maelekezo kwa wakandarasi wote. Umekuwepo huu utaratibu, tukae tu, wa wakandarasi wao wanapewa fedha na serikali, lakini hawawalipi subcontractors wao walioingia nao mikataba. Tena wengine wakicheleweshewa malipo na serikali wanaweka na riba, lakini wao wakishachukua fedha hiyo hawawalipi wakandarasi wazawa. Hili jambo halikubaliki. Vinginevyo, angalieni uwezekano wa kila mkataba kuwa unawekwa kipengele cha subcontractors kulipwa moja kwa moja na serikali. Hili tatizo limekuwa kubwa kila kona. Wanapewa fedha ya serikali, wanakunja, halafu hawalipi wenzao ambao kimsingi hawa subcontractors ndio wanaofanya kazi hizi. Suppliers ndio wanaosupply materials zile. Kwa hiyo ongea na kamanda mwenzako. Ninyi ongeeni naye aje kesho. Kama haji, kamanda, ongea na kamanda mwenzako. Kamateni, mleteni aje alipe hizi fedha. Haya ndio mambo ya ajabu kama niliyoyaona yale ya wale wa kahawa. Watu wanahangaika, wanadaiwa, wengine wamekopa, wengine wanauziwa nyumba zao, alafu hawa wengine wanakaa na fedha ambazo walitakiwa walipe wahusika. Jioni hii ongeeni naye tujue moja. Kamanda, ongea na kamanda mwenzako, na wewe ongea na mkuu wa mkoa mwenzako kule. Asakwe popote alipo. Haya, hilo la kwenu tumeshamaliza. Mama hapo, yule mama yuko wapi? Yule mamangu yule alikuwa analia. Haya, usilie sasa, niambie taratibu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru baba kwa kukuona baba. Nashukuru baba. Baba, na wasalimu wote mpo kwenye jukwaa, wazazi wangu, dada zangu wote na wasalimu. Mimi naitwa Jacqueline Tadei, naishi wilaya Handeni. Wilaya Handeni. Umetokea Handeni? Nimetokea wilaya Handeni mheshimiwa. Nilikuwa na kesi mwaka juzi mwezi wa kwanza. Mwalimu wa shule wa Ntakae ya wilaya Handeni, kijiji cha Ntakae kwa Baya. Aliniambia, mama, nakuomba kuku kama kuku jogoo. Sijaweza mheshimiwa kumpa yule jogoo. Nikamwambia, nakupaje jogoo? Akaambia amemwibia mtoto wangu Aloisi Ludani Tarimu. Alikuwa anasoma darasa la 4, akaacha kunidai pale, aliposubiri amefika darasa la 6 akanidai kuku. Na yule Sofia Ludani Aloisi Tarimu akawa anajiunisha na wale watoto wawili, anaomba rushwa ya jogoo. Nikamwambia, mwalimu, unaniombaje jogoo? Mimi mwenyewe nauza machungwa na mtoto wangu mdogo ana miezi 6, nauza huko sekondari ya Konje. Naonjesha mtu chungwa ili akilielewa nunuze. Mwalimu yule ananiomba jogoo Mama Maria. Sina uwezo wa kumpa jogoo. Anapiga mtoto wangu
ngoto za hapa kichwani hapa mheshimiwa. Mtoto anambia kila siku mama kichwa kinauma, namwambia mtoto una nini? Asipoenda shule mheshimiwa haumwi kichwa. Akikaa nyumbani kichwa, akienda shule kinamuuma, akikaa nyumbani anapata nafuu. Nikaja nikambembeleza ule mtoto, akaambia walimu wananipiga kwa sababu hujampa ile rushwa ya jogoo. Nikawa naenda kwa mwenyekiti, akaambia mama Loisi wewe tulia, nitalifuatilia hili swala, lakini ndio hivyo hivyo mwanangu anapigwa kwa sababu sijampa yule mwalimu mkuu na msaidizi wa mkuu. Anaitwa Mtija na tumsikilize. Mwanahamisi Tulieni tumsikilize. Anamalizia. Walimu wote wananiomba rushwa ya kuku. Sina uwezo wa kuwapa kuku. Kazi ya kupiga watoto wangu kichwa kinauma. Nikaendelea kuuza mheshimiwa machungwa. Nipo sekondari. Mwalimu ule kapiga simu kayambia mama Maria, mtoto wako amebaka watoto wote 12 wameshiriki kumbaka mtoto wa 12. Kaambia sio vizuri. Kama ni vizuri tuendeni jeshi la polisi Handeni pamoja mpaka kwa daktari wampime yule leo laitiwa, maana ni wote wa kiume. Mwalimu mkuu akayambia mama Maria, mtoto wako Aloisi ndo amebaka, eti akamwona kifaa mambo yote kama mnavyojua mheshimiwa. Nikamwambia sio kweli, tuendeni kituo cha polisi Handeni pamoja na daktari wampime yule aliyolawitiwa. Akasema akakataa, akaniambia kwa sababu mimi ni mfugaji wa nyama, nafuga nguruwe. Akasema lazima utauza wewe nguruwe mkubwa unipe, lakini wampikie yule mtoto supu. Nikamwambia hiyo supu huwezi kupata kwa steli hiyo mheshimiwa mwalimu. Akayambia utaona. Mwalimu yule msaidizi wa mwalimu mkuu anaitwa Mwanahamisi akayambia nitamwekea mtoto wako sumu afe, alafu ataondoka Handeni. Hii Tanga Handeni hatamuona. Nikaendelea hivyo mheshimiwa. Nikaenda kwa mwenyekiti sikusaidiwa chochote. Nikaenda kwa mtendaji sijasaidiwa. Nikaenda halmashauri ya wilaya sijasaidiwa. Nikaenda kituo cha polisi. Sasa nikuombe jambo moja, kwa sababu naona una nyaraka. Nimeona hapo una nyaraka na jambo hili ni kubwa, na bahati nzuri walimu nao wasemea wako chini ya TAMISEMI, na tuko na naibu waziri wa TAMISEMI ambaye kwa bahati nzuri pia ni mbunge wa Handeni. Kwa hiyo njoo pale kwenye kiti pale ukae na mheshimiwa naibu waziri, ikiwezekana apate na hizo nyaraka. Una nakala za nyaraka ambazo unaweza ukamwachia tena, kwa sababu ni mbunge wako, akurudishie na nauli ya kutoka Handeni. Haya, mpeni mama pale. Kilio cha Siha ni nini hiyo? Hilo ni jambo la kijamii. Ni nini? Uhamisho wa watumishi ni jambo la kijamii. Hebu njoo uliongee kifupi ili hebu liseme kifupi. Naam, Mheshimiwa Waziri kifupi. Kwa jina naitwa Omar Salimu Ali ambaye ni mwalimu wa Karasi Sekondari. Nimekuja hapa, changamoto yangu mimi nilihamishwa kutoka shule ya sekondari Karasi tarehe 14 mwezi wa 11. Barua hii iliandikwa tarehe 7 mwezi wa 9 2025 kwenda Daani Sekondari. Sasa nimefuatilia madai yangu, stahiki zangu sijalipwa kwa zote, na sababu ya kupelekwa kule ni kuboresha ufanisi wa ufundishaji. Lakini kuna maswali mengi sana najiuliza na nashindwa. Nimepelekwa sehemu ambayo shule ya Daani hakuna changamoto ya masomo ya sanaa, walimu kule wako full. Shule ya Karasi Sekondari kuna changamoto kubwa ya walimu wa sanaa, mpaka imelazimu kuajiri walimu 2 wa sanaa wanaolipwa na shule. Sasa wakati ninahangaika kufuatilia, nimekupata. Nani Rasi afisa elimu wako yuko wapi anayehusika na hilo? Yuko wapi?
ama unalijibu mwenyewe? Logiki anasema kule alikopelekwa walimu hapo wa ziada, pale alipotoka ndo pana changamoto mpaka wameajiriwa wa mkataba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka ni kweli huyu mwalimu aliyekuja ofisini kwetu pale kuleta hiyo changamoto yake, akatueleza kwamba amehamishwa, lakini nadhani uhamisho ule sio sahihi. Anahisi kama pengine amehamishwa kwa kufanyiwa hila ama uonevu. Lakini la pili, alilalamikia pesa zake za uhamisho, posho zake za uhamisho. Kwa hiyo tulichokifanya, alipoleta malalamiko yake, tukamwandikia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya SIA alifanyie kazi. Kwa hiyo tukamrudisha kwa mkurugenzi alifanyie kazi kwa mambo mawili. La kwanza kuhusu malipo yake na posho za uhamisho, lakini la pili sasa mkurugenzi atueleze uhalisia sababu za kuhamisha, kama kuna mapungufu kwa anakokwenda ama hakuna mapungufu. Kwa hiyo bado liko kwenye ofisi ya mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mkurugenzi, kama kule kuna upungufu na huku mlikompeleka kuna ziada mpaka mnaajiri walimu wa mkataba, na huku malipo hamna mpaka mnaingia kudaiana, kuna shida gani? Au tukuachie ukamwandikie barua kesho? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli mtumishi kama anavyodai nimemhamisha kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza kama alivyosema, kuboresha utendaji kazi. Sababu ya pili ni sababu ya kiusalama. Asante. Malipo yake. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli yeye ni miongoni mwa watumishi 29 ambao wana madai ya milioni 184, na mimi na miezi 7, kwenye miezi 7 tayari nimepunguza milioni 60 kati ya kiasi ambacho kimebaki, na halmashauri sasa hizi inadaiwa milioni 69. Mtumishi huyu amelipwa milioni 1,660,000 kati ya milioni 5 na 600,000. Kwa halmashauri itaendelea kupunguza madeni haya kadri tutakapokuwa tunapata fedha. Kwa hiyo kuna watumishi kwenye hao 29, kuna watumishi wa mwaka 2020 hawajamaliziwa madeni. Hebu aise, kaa tu subiria, nitanongonezwa hizo sababu za kiusalama. Nitanongonezwa, mkurugenzi utaninongoneza kabla hatujatoka. Wapi? Ngoja aongee huyu haraka uende pale. Ongeeni kifupi. Na niombe wale ambao wako na bahasha, wana karatasi zimeandikwa, wale ambao wameandikwa, wana hoja zimeandikwa, sogeni hapo kwa makatibu. Wale ambao sio mabango, wale wenye hoja ambazo ziko kwenye karatasi, barua, sogeni hapo kwa makatibu, lakini hakikisha barua yako ina namba ya simu. Sogeni pale pembeni. Mpe mama huyo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ni mwanamke niliyekuwa nimeolewa na mume wangu, nimeishi naye takriban miaka 15. Tuliishi pamoja tukiwa nyumba ya kupanga. Tukatoka tukaenda tukajenga nyumba yetu. Tukiwa tumeishi, mume wangu akaja akaugua ugonjwa wa stroke. Nikamtunzia kitandani miaka 4. Baadaye akaja akafariki. Alipofariki, alifariki tarehe 20 mwezi wa 10 2024. Tarehe 27 2025 mwezi wa 2 nikaja nikatolewa ndani kwangu. Vitu vikatupwa nje, kila kitu kikatupwa huko nje, na mimi nikatupwa huko nje. Ilikuwaje? Polisi. Nani aliyefanya hivyo? Ni jeshi la polisi na mahakama. Ilikuwaje? Mlikuwa na kesi? Masuala ya mirathi baada mume wangu kufariki. Mimi nilienda kupeleka pingamizi
la mirathi kwa sababu ya mali ambazo zilikuwa za mume wangu na mimi. Okay. Sasa mirathi ile nikiwa nasubiri. Imeamuliwa mahakamani au bado? Naam. Ilishaamuliwa mahakamani au bado? Hilo swala la mirathi liliamuliwa mahakamani? Ndiyo. Lilishaamuliwa mahakamani? Liliamuliwa mahakamani lakini kinyume za taratibu. Ndiyo, sasa ndo nilitaka nikushauri kwa masuala haya ambayo yako kisheria, likishaamuliwa mahakamani, taratibu zetu tulizojiwekea kama nchi ni kufuata taratibu zile zile za kisheria. Yaani hukumu ya mahakama haifutwi na mkuu wa wilaya wala haifutwi na mkuu wa mkoa wala na waziri. Inatakiwa kufuata taratibu zile zile za kisheria. Kwa hiyo hapa ambacho tutafanya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mwanasheria wetu yuko wapi? Mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, muunganishe mama yetu na wanasheria wako pale wa ofisini. Na siku hizi Mheshimiwa Rais ameweka na Samia Legal Aid. Muunganishe ili hajaridhika, ili aweze kusaidiwa kuzuia hatua zisiendelee mpaka hilo jambo liangaliwe kwa upya, kwa sababu hukumu haiwezi ikazuiliwa kwa polisi. Hukumu ikishatoka inatakiwa itekelezwe. Ndio utaratibu wetu tulioweka. Lakini unaweza ukaizuia kwa njia ya kisheria. Sasa kaeni pembeni, msaidieni mama yetu ili jambo lake ili aweze kusaidiwa. Anayefuata nilimpa mkono yule aliyekuwa pale, yule pale mwenye t-shirt nyeupe. Mwenye t-shirt nyeupe yule. Huyo mwenye t-shirt nyeupe. Alafu tuje kwa kijana yule pale, yule jaji yule mzee mfugaji, Laigwana ni wapi? Kijana mwenye msikilize mama, Laigwana ni njoo. Haya, na Laigwana wale ambao hoja zao ziko kwenye barua. Tena tufanye hivi, nitakupatia nafasi. Tufanye hivi. Nisikilizeni vizuri, itawasaidia. Nisikilizeni vizuri. Yeyote ambaye ana hoja aiandike kwanza ndo awe hapa, ili kama muda hautatosha angalau uwe umeshaiandika hoja yako na namba yako ya simu. Tutakusikiliza. Twende mama. Mpeni mama mwenye. Baba yetu Waziri Mkuu, tunatambua na kuheshimu uwepo wako mahali hapa. Sisi tunatoka Kia pale uwanja wa ndege Hai. Tulisikia ulikuwa Boma Ng'ombe, tulipofika Boma ukawa umeondoka umekuja Sia, tukakufuata mpaka Siha ukawa umeondoka.